Mimi kule nilikuwa nimesimama siku zote kwamba vitu hivi vya Kiislamu vimekuja kwa maandiko rasmi. Mimi kama ni mtu ambaye na upeo mdogo, hapatikani mtu aniambii kwamba unajua bwana, panapotoa dhuhuri siku ya Ijumaa hapa pakipatikana, mimi kama amiri wa wilaya nitatangaza. Ili nimedai sana. Leo kama amekuja shekhe huyu Sheikh Kiski ambaye ni shehe wa Radio Imani, wote tunamjua, hata kama kimadhehebu yetu yani yetu harika tumeachana, lakini maneno leo yaongea haya ni ya nasaha, na ingekuwa bila matatizo ya maswali ingekuwa mitoka rasmi vizuri tu. Lakini maswali, mtu anauliza kwamba wale wanaoswali Ijumaa na dhuhuri wanapata nini, badala ya kuuliza wale wanaoacha swala wanapata nini. Kwa hiyo swali hili hapa la shari, kwa sababu tulilimaliza. Sasa ustadhi ambaye kule jioni amejibu, amesema hivi, hakuna dalili ambaye inapatikana kuswali Ijumaa baadaye ukasimama kuswali raka 4 za dhuhuri. Na leo hivi Sheikh amesitiza hapo kwamba inapofika siku ya Ijumaa basi ni kuswali Ijumaa tukuondoka, adhuhuri pale haipo. Sasa ni sehemu hii kidogo, kulingana na upeo wangu uko ndogo, inabidi hapa mimi nielimishwe hapa, tuelewe Ijumaa nini, swala 5 nini mbele ya Sheikh. Atueleweshe vizuri ili tuondoke hapa tuko safi. Kwa sababu hapa nimesikia jioni kwamba ngumi kwa ngumi, yani unaonekana kwamba msikiti wa wilaya sasa unataka kuingia mangumi. Huyu hakuja kuhimiza mangumi, huyu amekuja kueleza kama umekubali kwamba bwana kuswali Ijumaa tupu ndio sahihi, swali Ijumaa yako, lakini mbele huku kuna wadhukurullah kathira. Sasa hapa tayari tumeanza na ngadi naijua mpaka mweda, tutarudia tena na wakati ibada ya Mwenyezi Mungu. Shekhe, mimi hili natoa, najua kwamba limeshaingia katika dosari. Kwa sababu nini? Tuarika zimeachana kidogo. Sasa unaona tufuniki wa wakati wa swala unakaribia navyo taarifiwa hapa, lakini nia yangu nikitaka nielewe jinsi gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoipata swala 5, alipatia wapi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kurudisheni kwenye vitabu viwili. Vitabu vingapi? Viwili. Sahihul Bukhari na Sahihi Muslim. Ni hadithi ya Malik al-Huwairithi. Malik ibn al-Huwairithi ni mmoja katika masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema sallu kama raaitumuni usalli. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema swalini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Hii hadithi ishikeni, ni kaida nzito sana katika masala mazima ya swala, na itakuwa ni jawabu nzuri kabisa kwa shekhe wetu wa wilaya. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri mzee wetu inshallah. Mzee anasema bado hajaelewa kuhusiana na sala ya Ijumaa na dhuhuri. Kwa nini tukiswali Ijumaa tuswali ya dhuhuri? Mmoja, tunasema hivi, hatuswali Ijumaa baada ya hapo tukaswali ya dhuhuri kwa sababu si mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haijathibiti, haijaonekana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali adhuhuri baada ya Ijumaa.
wala haijapatikana riwaya iliyo sahihi iliyothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza kauli ya kwamba baada ya aljumaa swalini adhuhuri. Kwa sababu hiyo basi kutokupata dalili ya Mtume kufanya wala kusema, tunarejea kwenye hadithi hii ambayo nilioitoa kwamba kama Mtume hajaswali adhuhuri baada ya aljumaa, Mtume hajasema tuswali adhuhuri baada ya aljumaa, je, tuswali vipi? Tuswali kama jinsi alivyokuwa anafanyaje? Anaswali. Tuswali kama jinsi alikuwa anafanyaje? Anaswali. Je, Mtume alikuwa anaswali vipi baada ya aljumaa? Alikuwa anaswali adhuhuri? Jawabu, hakuna. Lakini la kutosheleza, nafikiri jana shekhe hakumuelewa vizuri Sheikh Nuruddin, alinukuu athar ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba wa pili baada ya Abu Bakar. Umar amesema swala ya Ijumaa ni rakaa 2, tena zilizokamilika, tena zilizokuwa hazina mapungufu ndani yake. Sasa sote tunaelewa ya kwamba siku moja ina swala ngapi? 5. Sala za fardhi hizo, sawa? Ina swala ngapi? 5. Tunakubali swala 5 sote, ndio? Swala 5 nafikiri hata shekhe tuko nayo, sio shekhe wote, kwamba swala kwa siku swala 5, ndio? Kwa siku swala ambazo ni lazima na fardhi ni swala 5. Swala ya Ijumaa ni sunna ni fardhi? Niombe jawabu. Nahitaji jawabu. Swala ya Ijumaa ni sunna aidan fardhi? Bado sijapata jawabu. Swala ya Ijumaa ni sunna aidan fardhi? Inamaanisha kama swala ya Ijumaa ni fardhi na dhuhuri ni fardhi, kwa siku moja swala zitakuwa ngapi za fardhi? Haya, kuswali swala 6 za fardhi kwa siku moja ni sahihi sio sahihi? Kwa hivyo Ijumaa inaswaliwa kuwa nafasi ya adhuhuri. Kwa kuonyesha hilo, nafikiri jana nilisema hivi, kwa kuonyesha kwamba Ijumaa imekaa nafasi ya adhuhuri, ikiwa sala ya Idi imeangukia siku ya Ijumaa, swala ya Idi kwa Kiswahili tunasema sala ya laidi, si ndio? Ikiangukia siku ya Ijumaa, yule ambaye atakayeswali swala ya Idi anakhiarishwa. Anafanyaje? Anakhiarishwa, ima akipenda aswali Ijumaa, aidha asiswali nini? Aljumaa. Sawa? Ima aswali Ijumaa ama asiswali Aljumaa. Mtu akiswali sala ya Ijumaa, akiswali Idi, halafu akiswali na sala ya Aljumaa, huyo anakuwa amepatia. Sawa? Lakini yule ambaye atakayeswali Idi akatosheka na kuswali Idi, akawa hakuswali Aljumaa, itamlazimika aswali adhuhuri. Itamlazimika aswali nini? Adhuhuri. Yule ambaye aliyoswali Ijumaa baada ya kuswali Idi haimlazimiki kuswali adhuhuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu adhuhuri ndio imechukua nafasi ya Ijumaa. Na ndio maana adhuhuri Ijumaa inasaliwa wakati wa sala, yani Ijumaa inasaliwa wakati wa nini? Wakati wa adhuhuri. Mwenyezi Mungu aliposema fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah katika surati al-Jumu'ah, kwamba mtakapokuwa mmemaliza kuswali al-Jumu'ah tawanyikeni. Mwenyezi Mungu hajasema swalini tena swala ya dhuhuri. Sasa ile aya inayosema wadhkuru Allah dhikran kathira,
Hebu endelea, wasabbihuhu. Aya inazungumzia masala ya adhkari na dhikri. Katika lugha ya Kiarabu haiji kwa maana ya swala, isipokuwa iwe ni muqayyada. Takbir Allah. Na ndio maana tukimeza kuswali tunaleta adhkari au tuleta adhkari? Tunaleta adhkari. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali al ikram, Allahumma la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jaddi, na zingine zote zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dhikri iliyokuja kwenye aya sio kwa maana ya swala. Kwa nini nasema si kwa maana ya swala? Mungu anasema wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, kwamba tumeiteremsha Qur'ani. Dhikri ina maana Qur'ani hapa. Unaona, dhikri ina maana nini? Ya Qur'an, lakini sio haina maana ya swala. Kwamba tumeiteremsha Qur'ani kwako wewe ili we Muhammad uwabainishie watu kile ambacho walichoteremshiwa. Kwa hivyo mwenye kubainisha Qur'ani ni nani? Swali naulizeni, nani ana nafasi ya kuitafsiri Qur'ani? Mtume Muhammad. Tafsiri ya Qur'ani ina sharti 4. Japokuwa wanawachuoni wameongeza 2, lakini chukweni 4. Ya kwanza, an yufassira al-Qur'anu al-Qur'an. Qur'ani ijitafsiri yenyewe kwa yenyewe. Itoke aya ndani ya Qur'ani, halafu ije aya ndani ya Qur'ani inayokuja kuitafsiri ile aya. Ya pili, Qur'ani ifasiriwe na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo aya inapokuja ndani ya Qur'ani, ikiwa haina tafsiri yake ndani ya Qur'ani, inatakiwa itafsiriwe na sunna ambazo ni hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya tatu, Qur'ani ije kutafsiriwa na kauli za masahaba. Sawa, kauli ya masahaba ije kutafsiri Qur'ani. Daraja la 4 ni kwamba Qur'ani ije kutafsiriwa na immatul huda, wana wachuoni wa zama hizi. Sasa hebu tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye aliyateremshiwa hii aya, wadhkurullaha dhikran kathira. Inamaanisha Mtume kama angelikuwa anaambiwa kwa aya hii aswali ya dhuhuri baada ya Ijumaa, Mtume angeliswali ya dhuhuri baada ya Ijumaa, ama asingeswali? Tungenukuliwa swala ya dhuhuri ya Mtume baada ya Ijumaa, tusingenukuliwa? Tunaomba nukuu ya hadithi Mtume anaswali sala ya dhuhuri baada ya Ijumaa. Hakuna. Sasa sio masahaba, sio matabi'i, sio matabi'i tabi'ina, sio matabi'il atba', sio wanawachuoni wa zama hizi aimatul huda, wanawachuoni wa zama hizi. Nani ambaye ametafsiri tafsiri hata moja tu ndani ya Qur'an? Tafsiri moja tu ya Qur'an ambayo inayosema kwa mujibu wa aya hii kuna lazimika kuswali ya dhuhuri baada ya Ijumaa. Hakuna. Tunaelewana? Haya, swali la pili nafikiri anta swala Ijumaa sawa? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sheikh, nadhani mmemuelewa jamani Ni kwamba Sheikh alitoka hapa, Sheikh Abdullahi alipozungumza alisema asili ya sala zilikuwa ni sala 50, ambapo ni sawa zimepunguzwa mpaka zikafika sala ngapi? Sala 5 Tena akasema fil yaumi wal laila, usiku na mchana, masaa 24, idadi ya sala ni ngapi? Sasa yeye anaisali adhuhuri, ina maana Ijumaa jumla atakuwa ana sala ngapi? Atupe wapi kapata yeye kuswali sala 6 za faradhi siku ya Ijumaa? Waislamu tulieni.
hili jambo hatukulitaka sisi kulizungumza kama wageni wenu, na hikma na busara ilitakiwa shekhe anapajua tunapofikia na tunapokunywa chai, tumekunywa naye chai, tumekula naye chakula cha mchana, cha usiku, ilitakiwa pale pale tuambie, ebu tuelimishane. Madama kalileta wazi, na sisi tutazungumza wazi. Wewe wala usipate tabu. Jumla ya swala ni ngapi? Ijumaa ni faradhi au sio faradhi? Ina maana Ijumaa ukiswali alfajiri, swala ya kwanza Ijumaa, swala ya adhuhuri, swala ya alasiri, swala ya magharibi, swala ya isha, swala ya Sheikh Abdullah atupe sala 6 katoa wapi? Tuko pamoja Kwa hiyo lazima hapa ili tupate idadi ya sala 5 kama mtume alivyopewa na Allah, inabidi Ijumaa sala moja ife kati ya dhuhuri au. Sasa yeye anaua Ijumaa na swali ambapo sio sahihi. Unatakiwa kuua Ijumaa adhuhuri uswali, yeye anaswali zote, bimaana anaswali sala 6, sio sahihi. Rejea kitabu cha Bulughul Maram, tafsiri yake Subulus Salam, utakuta wanawachuoni wote na maimamu wote wanne wanaeleza Ijumaa inashika nafasi ya adhuhuri. Unaswali Ijumaa tu bila ya adhuhuri. Na Allah anasema fa idha qudhiyatis salatu, mtakapomaliza sala ya Ijumaa, fantashiru fil ardi, maana yake tawanyikeni katika ardhi. Wapi Allah kasema subirini na muswali tena adhuhuri? Tuko pamoja Waislamu? Ama aya iliyosema wadhkurullaha kathira, mtakapomaliza sala ya Ijumaa tawanyikeni katika ardhi, wabtaghu min fadlihi, tafuteni fadhila za Allah, wadhkurullaha kathira, na mdhukuruni Mwenyezi Mungu. Kumdhukuru Mwenyezi Mungu ndio ushahidi wa kuswali adhuhuri. Kama ndio hivyo, Allah sehemu nyingi ametaja dhikri, kumdhukuru, kuvuta uradi. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Maana yake swalini sana swala adhuhuri. Kama ni kumdhukuru Mwenyezi Mungu ni kuswali, basi ina maana mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi, maana yake swalini swala zaidi ya 5, swala 50 mswali. Ama kitabu alichochaja Sheikh Dardiru, hichi kitabu hakifahamiki katunga imamu gani wala nini. Ama kusema kwamba sisi tuna dhehebu letu na tumetaja vitabu vyetu, si sahihi. Sisi tunataja aya na hadithi. Tuko moja Waislamu tunataja aya na hadithi, vitabu ni vile vile. Ama kusema ni ukorofi kusema ya kwamba sala ya Ijumaa idadi ikiwa haikufika 40 inaswihi kuswali idadi yoyote, huo sio ukorofi, bali ndio dalili inasema hivyo. Nataka munisaidie. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Sheikh ametaka kusaidiwa na mimi namsaidia leo. Na walipoona biashara na upuuzi, walizikimbilia wakakuacha peke yako mimbarini. Ilikuwa ni swala gani? Tulisema ya jana nilipoulizwa, kabla ya masahaba wanafunzi wa mtume Uislamu wao kukomaa kisawasawa, imani zao kukamilika, alipokuwa mtume anatoa khutba ya Ijumaa na wao walijaa msikitini, wakasikia biashara mzigo, ngamia wameingiza biashara, shetani akawashawishi watoke wakawai zile biashara kuwahi kununua wao ili waendelee kufanya biashara. Shetani akawaambia, akawashawishi kwamba mkibaki mpaka mnamaliza kusikiliza khutba ya mtume, mnamaliza kuswali naye, mtakuta hizi biashara wamegombania watu na zimekwisha. Sasa nendeni mkawai. Wakatoka, walimwacha mtume. Walipomwacha mtume walimwacha na watu wangapi? 12. Ndio hadithi zinasema hivyo. Sasa kama haiswihi mpaka watu 40,
Mtume angeteremka juu ya mimbari ya Ijumaa na angeua swala na angesema mmetuharibia swala, tuswali adhuhuri kwa sababu idadi imepungua. Dalili zinaonyesha Mtume aliswali Ijumaa. Nikatoa kauli na msimamo wa maimamu wanne. Imamu wa kwanza Abu Hanifa anasema swala ya Ijumaa hata watu watatu inaswihi. Nimenukuu, sawa jamani Na Kiislamu ili jamaa kuswaliwa wapatikane watu wangapi? Wawili. Imamu Malik anasema watu 12 Ijumaa inaswihi. Akachukua masahaba walipokimbia, Mtume alibaki na kwa watu 12 na aliswali nao na hakuvunja Ijumaa. Imam Shafi'i ndio aliyopendekeza na yeye anasema watu wafike 40. Nikasema hivi, inapendeza swala ya Ijumaa tukifika 40 na sio lazima. Vijiji vingine Waislamu hawafiki 40, tunafanyaje? Tuwe Ijumaa? Sasa naomba hadithi ya Mtume iliyosema Ijumaa ili kuswihi swalini watu 40, na wakikosekana 40 Ijumaa haiswihi. Kwa sababu mimi nina ushahidi na kitendo cha Mtume kubaki na watu 12. Kamaliza khutba ya kwanza, kakaa kitako, akasimama kwa ajili ya khutba ya pili, akamaliza na akaswali Ijumaa hali ya kuwa ana watu 12. Mkisema Ijumaa lazima watu 40, huo ndio ukorofi na ukuleta ugumu katika dini. Waislamu kwa pamoja na mimi Haya, kiufupi tu, atakayesema kuna Ijumaa na adhuhuri, mwambieni tayari swala imeshakuwa kwa siku sala 6. Sawa? Tunaomba wapi Mtume aliambiwa sasa tunakupunguzia swali sala 5 isipokuwa Ijumaa tu swali sala 6? Kuna sehemu imetajwa hivyo? Kwa hiyo usahihi ni sala 5 wala hakuna sala 6, na naomba mniwe radhi kwa ufafanuzi huo, kwa sababu mimi sikutaka kuyazungumza, yameanzishwa na shekhe mwenyewe, nikinyamaza itakuwa sio sahihi. Kwa hiyo msije mkasema mgeni huyu kaja kaleta vurugu. Hapana jamani. Swali moja dogo tu, nikiondoka mkae na shekhe wenu mumuulize, tukisha swali Ijumaa na adhuhuri si tayari sala 6? Au sio hivyo? Na wewe Sheikh unakubali sala zimepunguzwa mpaka zikafika? Hii ya 6 Sheikh umetoa wapi? Wassalamu alaykum warahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! 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 Ndugu Waislamu, tutulie. Sisi tunazunguruka kutangaza neno la Allah, na msingi wa mwongozo wetu katika kulitangaza neno la Allah ni Qur'ani tukufu na hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunapenda kuwa wawazi kwa sababu lengo la kuifanya hii kazi ni kutafuta fadhila zake Allah. Al-Akh Sheikh Umar ameeleza maelezo mazuri yaliyokuja kuongezewa kwa kiasi kikubwa na Abu Ibrahim Sheikh Nuruddin Kishki. Lakini mimi nimalizie, mzee wetu shekhe wetu amesema kwamba msingi wa kusimama kwa adhuhuri baada ya swala ya Ijumaa ni ile wadhkurullaha kathira, ambayo hii dhikri hapa ndiyo kuswali. Lakini mimi ninaomba nimwambie shekhe wangu, baba yangu, mzee wangu, hebu aniazime masikio kidogo na awe sambamba na mimi, tuisome hii aya pamoja ili tuone dhikri inayokusudiwa hapa ni swala, lakini kama swala tukaiswalie wapi. Allah anasema fa idha qudhiyatis sala, pindi itakapomalizika hiyo swala ya Ijumaa, jambo la kwanza fantashiru fil ardh. Hili ni jambo la kwanza baada ya kuisha tu swala ya Ijumaa. Kinachofuatia baada yake, tawanyikeni katika ardhi. Jambo la pili katika kutawanyika huko katika ardhi
wabtaghu min fadlillah, muende mkatafute fadhila za Allah huko kwenye ardhi huko mnakotawanyika baada ya Ijumaa. Mkishatawanyika kutafuta fadhila za Allah, wadhkurullaha kathira. Sasa huko ndio mwende mkamtaje Mungu kwa sana. Ikiwa kumdhukuru Allah hapa ni kuswali salatu dhuhuri, vipi Allah aitoe salatu dhuhuri msikitini kwenye asili yake ya kufanyiwa ibada, tukaifanyie kwenye makazi yetu, kwenye kazi zetu, kwenye mapori huko tunaenda kutafuta fadhila za Allah? Hii ni dalili iliyo wazi kwamba kumtaja Mungu hapa sio kuswali. Kumtaja Mungu hapa ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kumsabih, subhanallah, astaghfirullah na mfano namna hiyo, kama ilivyothibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini la mwisho, mimi nilikuwa nikisikia tu zamani kwenye masikio kwamba wako baadhi ya watu katika Waislamu ambao wanaona yani kuna swala ya dhuhuri baada ya Ijumaa. Kusikia kusikokuwa katika vitabu, bali nasikia tu bwana ukienda sehemu fulani kuna hivyo. Lakini napenda kumwambia mzee wangu, shekhe wangu na wengine katika Waislamu kama wapo wana msimamo huu, kwamba msimamo huu si msimamo wa haki, si msimamo aliyokuwa nao khairul khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe kama Waislamu, mwalimu wetu katika huu Uislamu, katika hali ya kumwabudu Allah ni yeye Mtume. Haikuwahi thibiti Mtume kaswali Ijumaa baada yake akaswali ya dhuhuri, wala kwa masahaba zake, wala kwa maimamu wetu wanne, achilia mbali Imam Shafi, Malik, Ahmad na Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifa. Lakini hata wale wanawazuoni ambao ndio tunawategemea katika tariqa, kina Sheikh Abdul Qadir Jailani, ukisoma vitabu vyao hawafundishi katika fiqhi kwamba tunaposwali salatul Jumaa tunanyanyuka kuswali salatu dhuhuri. Mafunzo hayo hayapo. Lakini si hivyo tu, hata ukiangalia katika mashekhe wakubwa wa tariqatul Qadiria na tariqa nyingine, tunasema si Tanzania mashallah tariqa ziko nyingi. Tariqatul Qadiria kwetu si imegawanyika sehemu mbili. Kuna wanaomfuata Sheikh marehemu Sheikh Muhammad Nasir wa msikiti wa Ngamia Mburahati pale Dar es Salaam, ambao wao wanaona kwamba msikiti haifai ndani yake kuswalia mwanamke, na kuna watu wa tariqa al-Qadiria wengine wanaona mwanamke halali kuswali msikitini. Hatujawahi sikia wanasimama na hoja kwamba kuna swala ya adhuhuri baada ya salatul Jumaa. Hii ni tariqatul Qadiria. Kuna Shadhilia Dar es Salaam, sijui kuna Nakshabandia, kuna Askaria na nyinginezo katika tarika. Jambo hili halipo jamani. Kwa hivyo tujaribu kufanya yale ambayo ametufundisha Mtume kupitia Qur'ani tukufu, kwa kuwa yeye ndiye mwalimu wetu, na yaliyo kinyume na hivyo tuache, kwa sababu tutajiingiza kwenye matatizo ya kuanza ongeza swala 6 badala ya swala 5, na jambo hili litakuwa lina muhali kwetu sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuwafikishe tuwe ni miongoni mwa ambao tunasikia nasaha nzuri na tunazifanyia kazi, kwa kuwa hii ndiyo sifa ya Uislamu.